klabu ya Yanga imemtangaza kocha mpya Pedro Goncalves Suarez kuwa kocha wao mpya. Sasa nataka nikupe wasifu wa kocha huyu ambaye ni raia kutoka nchini Ureno, na kocha huyu anakuja Yanga baada ya kumaliza kazi yake katika timu ya taifa ya Angola, Palancas Negras. Kocha huyu alianza kufundisha soka katika klabu ya Amora msimu wa 96-97 nyumbani kwao kule nchini Ureno, na alikuwa kama kocha msaidizi pale Amora. Alafu mwaka 97 mpaka mwaka 2000 alienda kuwa kocha msaidizi katika klabu ya Ciudad ya kule nchini kwao Ureno. Alipofika mwaka 2000, msimu wa 2000-2001, kocha huyu akapata kazi ya uscout katika klabu ya Sporting Lisbon ama Sporting CP. Scout ni wale watu ambao wanakuwa wanaangalia vipaji, wanavumbua vipaji vya wachezaji ama wachezaji wapya ambao timu inatakiwa iwasajili. Basi msimu wa 2001, kuanzia msimu wa 2001, kocha huyu Goncalves yeye akaweza kuteuliwa kuwa kocha wa timu za vijana za Sporting CP. Kuanzia 2001 mpaka 2015, kwa muda wa miaka 14 alifanya kazi hii katika academy ya Sporting CP. Kumbuka sasa academy ya Sporting CP ndio academy ambayo ilimtoa Cristiano Ronaldo. Kumbuka Cristiano Ronaldo alitoka Sporting CP kitu kama mwaka 2003-2004 kujiunga na Manchester United baada ya Sir Alex Ferguson na Manchester kuvutiwa na kiwango chake. Kwa hiyo kuanzia 2001 mpaka 2015 Pedro Goncalves alikuwa akifundisha timu za vijana za Sporting CP. Sasa 2015 akafunga safari mpaka nchini Angola, ambapo alienda katika timu ya Primeiro de Agosto. Primeiro de Agosto ni timu kubwa pale nchini Angola, na aliweza kupata kazi katika timu za vijana za Primeiro de Agosto, na aliweza kuchukua ubingwa wa ligi ya vijana akiwa na timu ya Primeiro de Agosto mpaka mwaka 2018, ambapo 2018 aliteuliwa kuwa kocha wa timu ya vijana ya umri chini ya miaka 17 ya Angola, na aliwezesha timu hiyo kufuzu katika kombe la dunia la vijana chini ya umri ya miaka 17, na katika michuano hiyo waliweka historia ya kufika hatua ya 16 bora ya michuano hiyo, yeye akiwa kama kocha mkuu. Kumbuka kwenye AFCON walimaliza nafasi ya 3, AFCON ya vijana. Kwa hiyo timu ya vijana ya Angola ikaweza kwenda kombe la dunia, na kombe la dunia wakafika hatua ya 16 bora. Pia alipata nafasi ya kufundisha timu za vijana za umri chini ya miaka 20 na umri ya miaka 23 za Angola. Ni kocha ambaye amefanya kazi sana na timu za vijana. Sasa mwaka 2019 timu ya wakubwa sasa Palancas Negras ikamteua kuwa kocha wao mkuu, na kazi ambayo ameifanya kwa miaka 6 mpaka 2025, lakini aliweka historia kubwa sana akiwa kocha wa timu ya taifa ya Angola, kwani mwaka 2022 aliwezesha timu hiyo kufuzu katika michuano ya CHAN ambayo ilikuja kufanyika mwaka 2023, na timu hiyo ilifuzu baada ya kumaliza nafasi ya pili katika kundi lake, lakini hakufanya vizuri sana kwenye CHAN 2022 ama 2023. Lakini Septemba 2023 timu iliweka historia ya kufuzu tena katika michuano sasa ya AFCON, ambapo Angola walienda kuwa na AFCON bora kabisa. Kama mnakumbuka mwaka 2023 Angola ya kina Mabululu iliweza kumaliza nafasi ya kwanza katika kundi lake, kundi ambalo walikuwa pamoja na timu kama walikuwa na timu kama Burkina Faso, walikuwa na timu kama Algeria, walikuwa na timu kama Mauritania. Lakini baada ya kupata ushindi mara 2 katika mechi zao 3 na sare 1, wakaweza kumaliza vinara wa kundi lao wakiwa na alama 7. Angola ya Mabululu, kocha akiwa Pedro Suarez Goncalves. Sasa hii ilikuwa historia kubwa kwao, kwani walifuzu hata hatua ya 16 bora, ambapo walikutana na Namibia, walifurumusha mabao 3-0 na kuweka historia yao ya ushindi wao huo katika hatua ya mtoano. Then katika hatua ya robo finali wakakutana na Nigeria, the Super Eagles, na wakafungwa kwa bao 1-0 na kuondoshwa katika hatua hiyo. Sasa Pedro Goncalves Suarez aliendelea kuweka historia kwa timu ya taifa ya Angola, kwani mwaka 2024
Julai 2024 aliweka historia ya kuiwezesha timu hii kupata yeye kama kocha akiwa ameweka rekodi ya kupata kocha mwenye ushindi sawa na kocha Oliveira Goncalves ambaye walikuwa wote jumla na ushindi wa mechi 24, lakini alifikisha michezo 50 ya kuwa kocha wa timu hii. Hiyo nazungumzia Julai 2024 akiwa kocha mkuu alifikisha michezo 50. Then baada ya hapo akaja kuiwezesha timu yeye kama kocha akaja kutengeneza rekodi ya kuwa kocha mwenye ushindi zaidi. Akaja akamvuka sasa Oliveira Goncalves na kuwa kocha mwenye rekodi ya ushindi zaidi akiwa na timu ya taifa ya Angola. Bila kusahau waliweza kuvunja rekodi ya timu ya taifa ya Ghana kwa kuifunga nyumbani kwao 1-0 pale Accra. Kumbuka Ghana ilikuwa timu ambayo imekaa muda mrefu sana bila kupoteza michezo rasmi katika ardhi yao ya nyumbani, walikuwa wanashikilia rekodi hiyo ya muda mrefu, lakini Goncalves akawezesha kupata ushindi wa 1-0 pale Accra Ghana. Ukiachana na hayo, kocha huyo aliweza kuachana na timu ya Angola mwaka 2025, Septemba 2025, baada ya kudumu takriban miaka 6, na Septemba 25, 2025 klabu ya Yanga ikatangaza kumwajiri kocha huyo kama kocha wao mkuu, lakini kwa mkataba wa muda mfupi wa msimu mmoja mpaka mwisho wa msimu. Inamaanisha kwamba Mei 2026 ndipo mkataba wa kocha huyu utatamatika na wataangalia performance, mafanikio ya kocha huyu, na wataweza kama mezani wamuongezee mkataba ama waangalie namna nyingine ya kufanya kazi na kocha Pedro Goncalves. Sasa huyu kocha ndio amekuja kwenye ligi kuu ya NBC, ana vyeti vyote vya kusimama kama kocha mkuu kwa ligi yetu na hata kwenye mechi za CAF, na ataiongoza Young Africans katika michuano hii. Jina langu ni Gerald Lufumbi. Hii ni Malebi TV. Usisahau kufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii, kusubscribe, like na comment ili kupata taarifa mbalimbali za kimichezo.